lakini nishukuru kwamba ni khadimu kiongozi wetu mkubwa na ananituma niweze kufanya kwake. Kwa hiyo hii ni daraja yake wala si mimi. Lakini niseme kitu kimoja, nimefurahishwa sana na watoto wa marhumu kwamba walipofika hapa, walipoamua kwamba wao ndio ni haki kuswalisha, wakatamka kitu ambacho hiki tusikubali kunyang'ana. Sisi hatuwezi kuswalisha kama mufti upo. Kwa hiyo kama hayupo, basi mwakilishi wake ndio aswalishe, kumtambuliza kiongozi wetu mbele katika nafasi kama hizi. Hii ni mila yetu, desturi ya Uislamu, na tusijenyang'anywa na mtu yoyote katika hilo. Ama nitakachotaka kuzungumza, nizungumze lipi labda niwe jipya kuliko aliyosema Shakidao, kwamba mtu akiondoka abakisha athari awe kafa, lakini katika mioyo watu yumo. Niseme nini zaidi ya hilo? Lakini kama nataka niseme, nitajikuta na ya mule alinosema Sheikh Al-Hadi ya kwamba sisi ni mashahidi kwamba huyu ni mtu ambaye ni mwema, amefanya mengi mema. Nani ambaye anashuhudia baya lake? Mwenyezi Mungu naomba mchukulie mwingize peponi. Na mimi katika kuyazungumza, nizungumze kidogo tu kwamba kwa niaba ya mufti tabani ni mwanafunzi wake, kwa hiyo sema chochote kizuri chake na kile kibaya mchana. Tuelewana? Nikikosea ni langu, lakini nipatia lake yeye Mheshimiwa Mufti kwa sababu mimi ni mwanawe. Bwana mkubwa huyu, tuseme Tanzania imefiwa kifo ambacho hakijawahi kutokea. Tanzania imefiwa kifo ambacho hakijawahi kutokea. Huyu bwana alikuwa ndugu yetu. Tukikutana kule Maka na Madina kwenye kunani, hakuna kama yeye kutoka Kenya, hakuna kama yeye kutoka Uganda, hakuna kama yeye katika nchi zote za jirani. Tulikuwa na bendera ya aina yake ya pepea katika sisi tukiwa katika ardhi ile tukufu. Waona bana? Kwa hiyo sisi tumefiwa sana, na mufti kafiwa kwa kuondokewa na bendera hii iliyokubwa. Nieleze kitu kimoja ambacho naona nisipokitaja kwa kukitaja mwingine sijui. Siku moja niko naye Madina, huyu kama mnavyojua, yeye huyu Mungu kampa daraja ambayo wengi hatujapewa. Kuna ile hadithi za udhkurullah hatta yuqala majnun, udhkurullah hatta yuqala majnun, mdhukuru Mungu mpaka watu waseme mtawazimu nini. Nani katika sikafikia katika daraja ya kumtaja Mungu mpaka akaonekana kama mtawazimu? Mwenzetu kafikia. Nimetoka naye nimeingia msikiti wa Madina akiwa yuko katika zile hisia zake za juu kabisa, na mimi nimeshika naye mkono na kwenda na naye. Mungu akatujalia tukakutana na wali mmoja miongoni mwa wali wa Mungu. Ningesema hivi nitaleta shahidi, sura ya mtu inaonyesha yeye nani. Tulipomuona naye akatuona, akaja akamkumbatia Darweshi, akamkumbatia vizuri. Wakati huo mimi bado niko huko nyuma, bado sichukui mhafuma nikaweka kwenye bega, wala sivai tasbihi kama alikuwa anavaa, lakini sasa naivaa, na wala ndevu nzuri kama hizi nilikuwa sijaweka. Kwa hiyo yeye akakumbatiwa na yule wali. Alipokumbatiwa kwa kuanza dua, mimi nikaona akanigeukia na mimi akanikumbatia, kamba wewe, kwa nini unachelewa? Ananiambia, kwa nini huyu kama mwenzako? Mpumbavu wewe. Kwa nini unachelewa huyu kama mwenzako alivyo? Tumeondokewa Tanzania na tumeondokewa Afrika Mashariki. Lakini niseme moja, ukitaka mjue katika zile dalili ambayo Sheikh Al-Hadi umeeleza wema, nitataja mimi moja kwa mtindo mwingine. Ni kwamba kuna abidi mmoja mtendaji ibada sana, amefanya ibada nyingi, na siku zote ukiwa na mwenye ibada sana wewe wajiona mpungufu, kuna kitu. Kwa hiyo yule bwana mkubwa akawa anafanya ibada, lakini siku moja karudi kutoka Maka, yeye alalamika, mimi ibada zote mbona si kama fulani, kama Junaid al-Baghdadi, mbona si kama Maruf al-Khalqi, mbona si kama Sirri Yusafti, mbona si kama nani? Ajilamu. Akasikia ukuta unamwambia, walalamika nini wewe, mbona ni mpenzi wa Mungu? Ingekuwa sio mpenzi wa Mungu angekuwezesha kwenda hija mara zote? Kamtuliza moyo wake kiasi. Sasa tunamzika mtu ambaye hija zake alizohiji hakuna yoyote miongoni mwetu hapa ambaye aweza kufikia hija 52.
Kisha kidogo unakwenda katika kila mwaka. Mwaka jana mimi nimekosa, niombe Mungu na mimi niende. Siku nani nikamkosesha huyo. Ila mimsamahe, ila niombe na mimi niweze kwenda. Na Sheikh Abbas unakwenda katika kila mwaka, lakini hatujafikia hata nusu yake pengine. Hija 52. Sasa kama yule aliambiwa na ukuta kwamba unalalamika nini, Mungu akakupenda akakufanya wewe mgeni wake kila mwaka, tumeondokea na mtu ambaye hatujawahi kuondokea. Tumomba Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, Allahumma khulufni fi musibati. Mtu akisema hivyo basi atapewa kilichokuwa bora zaidi ya kile. Allahumma khulufna fi musibatina hadi, ili tuweze kupata mwingine wa kushika kiti chake. Idha mata sayyidun qama sayyidun qabulu bima qala bihi kiram. Atokea atakayekuja kufikia hii habari iliyokuwa nayo hija hizo 52. Alikuwa mpaka watu, sababu ya kuitwa rocket ni kwamba watu wakimdhania pia enda Maka basi bila kupanda ndege, kwa sababu ya kwenda kutekeleza hija hakubali mpite. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fi janna, mfirie. Hakuna mwanadamu ila ni mkosaji, msamehe yaliyopungua alizokuwa nazo. Mungu sisi tutamani kama tulivyomuona ni bendera kwetu katika ucha Mungu hapa duniani, tumuone vivyo siku ya kiyama akiwa pamoja na wema na watukufu waliotanguliza. Allahumma kun sahibana fi asfarina, Mungu kwa mwenza wetu katika safari kupeleka kwenye mstiri, na wale watakaokwenda wawe uangalie familia zao safari wenye salama ya amani, tukamzike na kitokombo tupe badili itakuja kumrisi. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ala alihi wasallam. Inshallah vijana wa marhum wanashukuru nyote mliohudhuria, lakini wanasema hapa kabla kuondoka, kwa niaba ya Sheikh Mahmud Shadhili najua Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.